Tanzania hatukuweza hata siku moja. Mchele wetu tutakuta kwenye shelf za supermarket za Ulaya. Parachichi zetu tutazikuta. Mama Samia mbele, Samia mbele mbele. Mama Samia mbele, Samia mbele mbele. Mwacha apite mbele, apite mbele mbele. Mama Samia mbele, Samia mbele mbele. Namleta rais. Assalamu alaikum mtazamaji wa TBC1 ukweli na uhakika. Karibu katika Kesho Bora ambayo hii leo imetembelea hapa Busunzu, wilaya ya Kibondo, mkoa wa Kigoma, kutazama namna ambavyo wanufaika na kilimo cha mboga mboga. Lakini niseme ya kwamba waliofanikisha sisi kufika hapa ni kampuni ya East West Seed ambao ni wauzaji, wasambazaji pia, lakini pia ni wataalamu kutoa elimu ya namna bora ya kufanya kilimo ambacho kinatija. Na hapa nipo katika shamba la mkulima ambaye anajulikana kwa jina la Shani. Ametumia mbegu ya dhahabu F1 kulima katika shamba hili na kupata dhahabu hii ambayo unaiona kama ambavyo unashuhudia mtazamaji. Huu ni mgodi ambao umetoa dhahabu hii. Bila ruhusa yake mimi na chuma tu. Utaona ukienda sokoni nyanya hii unaweza kauziwa shilingi 500 kwa huku Kigoma. Dar es Salaam hadi shilingi 1000 na kuendelea unaweza kauziwa nyanya hii moja ambayo imetokana na dhahabu F1, mbegu bora ambayo inahimili changamoto mbalimbali za kilimo. Mimi ni Maulid Kambaya. Karibu tena pamoja mpaka tamati ya Kesho Bora kwa siku hii ya leo. Lakini unapokuwa unazungumzia mafanikio ya mkulima, fahamu ya kwamba kuna mtaalamu wa kilimo ambaye anakuwa anawezesha wakulima kulima kwa mafanikio. Anasimamia kanda gani au maeneo gani, lakini pia ni vipi mkulima anaweza kalima kwa mafanikio. Hapa ni Busunzu katika wilaya ya Kibondo, mkoa wa Kigoma, tukiwa kwa mkulima wetu ambaye tulianza naye kuanzia hatua za awali mpaka leo tunakuja kufanya kipindi cha Kesho Bora. East West Seed ni kampuni inayojihusisha na utafiti, usambazaji pamoja na uzalishaji wa mbegu za mboga na matunda. Lengo likiwa ni kuhakikisha tunaiweka sekta ya kilimo cha mboga na matunda katika kiwango cha juu, kwa maana ya kuhakikisha wakulima wanafanikiwa kupitia kilimo hiki. Na East West Seed tuliingia Tanzania kwa lengo hilo. Baada ya kugundua kulikuwa na pengo kubwa, tukaona sasa kuna ulazima kila mkulima anayefanya kilimo cha mboga na matunda tumtembelee, na ndio maana kampuni ikaweka mabwana shamba na tuko nchi nzima, na mimi nikiwa tu ni sehemu ya Tabora pamoja na Kigoma. Tunapokuwa tunazungumzia swala zima la mafanikio ya kilimo, uwezi ukaacha kuzungumzia virutubisho. Kwenye upande wa virutubisho, ni elimu ipi ambayo mnampa mkulima ili alime kwa tija zaidi? Asante. Tunapoongelea virutubisho tunaongelea chakula cha mmea kwa maana ya mbolea, na kabla hatujazungumzia mbolea huwa tunahakikisha tunafika shamba la mkulima, tunalipima udongo ili tujue sasa tumshauri anatumia mbolea gani. Na kwenye kupima udongo hapo, mashamba yapo katika hali mbalimbali, lakini tunasema kiwango cha pH ama uchachu wa udongo ambao ni rafiki kwenye zao la nyanya huwa ni kinachoanzia 6.0 mpaka 6.8. Na mbolea za kukuzia ni mbolea ambazo zinakuwa na madini mengi ya nitrogen, japokuwa sio mengi sana, ni mengi ya wastani, kwa sababu yakiwa mengi sana kwenye bustani pia hatushauri. Ambapo kazi yake kubwa ni kuhakikisha inatengeneza na kurutubisha mmea pamoja na kuleta kile kijani cha mmea ambayo huwa inasapoti photosynthesis, yani ule kitendo cha mmea kujitengenezea chakula chake chenyewe. Ndio maana mmea ukikosa nitrogen unakuwa wa njano. Hizo ndo mbolea za kukuzia. Mbolea za kuzalishia ni mbolea ambazo zinakuwa na madini ya calcium, lakini pia zinakuwa na madini ya potassium. Calcium ni kwa ajili ya maua na potassium ni kwa ajili ya matunda. Ili mmea wako uwe na maua mazuri, maua yasidondoke, na yale maua yote yaweke matunda, lakini iwe na maua mengi, mbolea inayohitajika hapo ni calcium. Na ili sasa yale matunda yawe makubwa, yawe na uwezo wa kuweka ile rangi yenyewe, yawe na uwezo wa kustahimili yasianguke, yanenepe zaidi, yanahitaji potassium. Hapo ndipo tunapoenda kwenye mbolea za kuzalishia.
Wito wangu kwa wakulima, kwanza kabisa tunawashauri wahakikishe wanatumia virutubisho ambavyo vinastahiki, wakianza na upimaji wa udongo, na hayo yote watayapata kutoka kampuni ya East West Seed, kwa sababu gharama ni bure. Unapokuwa na uhitaji kufika shambani na kadhalika, sisi tunafika kwa bure kabisa bila malipo, na tutakushauri. Uwe umelima mbegu zetu, ukiwa hujalima pia unaweza ukatupigia ili tuweze kukushauri. Lengo kubwa ni kuhakikisha mkulima yote ananufaika, na hiyo ndio dhima kubwa ya East West Seed, na mkulima wetu tunayemlenga ni mkulima mdogo. Lakini kitu kingine ambacho tulitamani sana kukiongelea ili tuwaweke wazi wakulima wetu, ili pia kuangalia afya ya mtumiaji wa mbegu wa matunda au wa nyanya au yani wa product ya mwisho, kwamba nimetoa matunda shambani naenda kuyatumia nyumbani. Huwa tunadili sana na kuwashauri wakulima kutumia dawa kwa ubora zaidi. Kwenye kipengele cha matumizi ya dawa, kuna dawa zimeandikwa labda ipigwe siku 7 kabla ya kuvuna, lakini unakuta pengine mkulima leo hii amepiga dawa, kesho anavuna kwa ajili ya kwenda kutumia sokoni. Kwa hiyo kwa wakulima wengi wa kampuni ya East West Seed na wakulima wengine wote ambao tunakutana nao kwenye mikutano yetu, huwa tunashauri sana kuzingatia hicho kipengele cha aina za dawa na muda sahihi wa kupiga dawa, ili kuangalia isije kawa na athari kwa mtumiaji. Mama Samia mbele, Samia mbele mbele. Mama Samia mbele, Samia mbele mbele. Mimi naitwa Bwana Abdul, ni mkulima ambaye natokea Manyara ya Mango. Mimi ni mkulima mkubwa wa mboga mboga, na hapa shambani kwangu kama unavyoona sasa hivi nimelima mbegu ya Imara F1. Mimi kitu cha kwanza naangalia ni mbegu iliyokuwa salama, na wakati nanunua vitu navyo vikagua, lazima niangalie hii seal, lazima niangalie toski, na nihakikishe imefungwa. Vitu hivyo nikishavikagua na nikahakikisha, basi nakuwa na uhakika na mbegu yangu na yenye alama ya East West Seed. Vitu hivyo ukivikagua, basi unakuwa umenunua mbegu iliyokuwa salama. Imara ni mbegu ambayo inaganda gumu, inavumilia mnyauko. Hivyo basi kwa mazingira yetu ya Manyara na Arusha, hii ni mbegu bora na ni mbegu ya masika. Hakuna anayemkuta Imara kwenye msimu wa masika. Imara F1 inaimarisha uchumi kwa mkulima. Changamoto ambayo nakutana nayo katika kilimo cha bustani na mboga mboga ni mbolea. Kwanza napenda kuishukuru serikali kwa kuwa imeona kuna umuhimu wa kutuwezesha sisi wakulima kwa kuanzisha programu ya mbolea ya ruzuku. Lakini pamoja na hayo, mbolea ambazo tumekuwa tukizitumia kwa kweli zina changamoto. Hususan kuna baadhi ya mbolea ukiweka kwenye mche haiwezi kufanya vizuri. Matokeo yake tunapata mazao ambayo si yenye kiwango ambacho tulikuwa tunakitarajia. Mimi kama mkulima, changamoto ninayoipata ya kwanza ni changamoto ya wadudu. Wadudu wanatusumbua sana kwenye mboga mboga zetu tunazozilima. Hiyo ndio changamoto ambayo mimi inanisumbua sana kama mkulima wa kijiji cha Makele. Na elimu yetu sasa tutaanzia kwenye kitaru kwa maana ya uzalishaji wa zao la nyanya. Tutaongelea nyanya kwa ukubwa wake, lakini pia tutagusia mazao mengine ikiwemo matunda. Na ukiangalia kipeperushi hapo kwenye upande wa matunda, tuna matunda ya aina ngapi? Tuna matunda ya aina ngapi humo mliona kipeperushi? Aina 5 Sasa nianze kwa kuuliza swali. Nyanya ipo kwenye kundi gani? Nyanya ipo kwenye kundi la matunda ama ipo kwenye kundi la mboga mboga? Mkono tafadhali. Matunda. Nyanya ipo kwenye kundi la matunda. Kwa hiyo tunakubaliana, mmoja akasema matunda, mmoja akasema yote. Mwingine sasa kasema mboga mboga. Ndio lilokuwa limebaki jibu, si ndio? Haya sasa, wanaosema nyanya ipo katika kundi la matunda, mikono juu. Asanteni. Wanaosema nyanya ipo katika makundi yote, mikono juu.
Wanaosema nyanya ipo katika kundi la mboga mboga, mikono juu. Aya, na kuna wengine hawako kokote. Sasa sijui wako wapi. Nyanya ipo katika kundi la mboga mboga. Tuko pamoja? Kwa hiyo wale waliosema ipo katika kundi la mboga mboga wako sahihi. Nyanya sio tunda. Japokuwa lile unaloenda kulivuna unasema navuna matunda ya nyanya, si ndio? Lakini ile ni kundi la mboga. Kwa hiyo kwenye upande wa matunda tuna mbegu za aina 3. Tuna mbegu ya tikiti maji, mkombozi F1 kama umeiona, lakini pia tuna mbegu ya tango, tango ni matunda, lakini pia tuna mbegu ya papai. Ikiwemo nyanya, asilimia kubwa mazao yao yanaanzia katika kitaru. Tuko pamoja? Sasa naenda kuwapa somo la kuotesha. Somo la uoteshaji ama somo la usiaji. Na wapa somo hili kwa sababu moja. Kitaru ni kama msingi kwenye nyumba. Ukifeli msingi, umefeli ujenzi, si ndio? Kwa hiyo kitaru ni msingi. Ukifeli kwenye kitaru, umeshafeli shambani. Kwa mfano, unafeli maandalizi mazuri ya kitaru, mbegu hazioti. Maana yake hauendi wapi? Shambani. Unarudi dukani kununua mbegu. Na ukirudi kununua mbegu, maana yake unaongeza gharama na kupunguza faida yako. Tuko pamoja? Umeandaa kitaru chako, kitaru kinapigwa na magonjwa kwa sababu haukikinga vizuri. Unapeleka shambani. Tayari umefeli. Kwa sababu gani? Magonjwa yakitoka kwenye kitaru yanaenda kuendelea wapi? Shambani. Lakini umesia mbegu zako kwenye kitaru. Umechelewa kuandaa shamba, miche imeanza kutoa maua ikiwa kwenye kitaru, alafu ndo unapeleka tena shambani. Hapo unakuwa umefeli kwa 50%. Kwa sababu umemchukua huyu mtoto ambaye sasa ana uwezo wa kula tonge kubwa sana la ugali, alafu unamlazimisha hawa anakunywa uji kijiko kimoja. Maana yake unaurudisha ule mmea wapi? Nyuma. Ulikuwa umefikisha mwaka mmoja, unatakiwa kuanza siku 2. Maana yake tayari hapo umefeli kwa 50%. Sasa unaenda baadaye unaanza kugombana na magonjwa, unaanza kugombana na wadudu, wanapunguza 1%, unagombana na mbolea zinapunguza 1%, mwisho wa siku unakuja kuvuna 10% na unatoka hapo unasema silimi nyanya tena kwa sababu nyanya imeni nyanyasa. Kwa hiyo tunapoongelea swala la kitaru, kwanza tunatakiwa tujue viko vitaru vya aina 3. Kuna kitaru cha chini ambacho watu tunaandaa tu chini kama hapa tunasia, lakini pia kuna kitaru cha viriba ambavyo viriba viko vya aina 2. Kuna viriba vya plastiki. Najua kuna mtu hajui kiriba hapa. Vile viriba vinavyooteshewa miti tunavijua, sio? Kile nacho ni kitaru. Kwa hiyo kuna viriba vya plastiki, lakini pia kuna viriba vya kienyeji ambavyo huwa tunatumia majani ya migomba, tunayaunganisha na kamwiba, tunajaza udongo, tunasia. Mbegu ili yote inahitaji unyevu kwa maana ya maji, inahitaji giza pia. Lakini hiyo mbegu ikizidiwa unyevu kwa maana ya maji, hapo naongelea udongo unaotuamisha sasa, huwa inaoza, haiwezi kuota tena. Ikioza inakufa. Tuko pamoja? Kwa hiyo unapokuwa umeweka umeweka mchanganyiko wako, ukachukua ile pumba, maana yake itaufanya ule udongo uwe na mzunguko mzuri wa hewa, na ukimwaga maji yawe na uwezo wa kuondoka na kusambaa kwa uharaka zaidi. Ukifeli kufanya hivyo, tunakutana na ugonjwa fulani unatokea kwenye kitaru unaitwa dumping off, ama kwa Kiswahili tuliuita jina unaitwa kata kiuno. Sijui huku mnaitaje. Ile hali ya mmea kukatika hapa inapoanzia kwenda kwenye udongo, unaanza kunyauka hapo unakufa. Ni kata kiuno. Kwa huku mnaitaje? Maana kila sehemu wana majina yao. Ukitaka kufanya kilimo ni vyema, hebu jaribu kuwasiliana na mtaalamu kutoka East West Seed. Jaribu kuwasiliana na wataalamu kutoka serikalini ili wakusaidie kutoka pale ulipokuwa kwenda unapotakiwa kwenda. Si ndio?
na wengi waliona kilimo ni kitu cha chini sana, hakina thamani. Lakini kutokana na East West, nadhani sasa hivi tunaona matokeo, si ndio? Jamani, mbegu bora hapo ndo tunachanganya kabisa. Mbegu bora kwa mapato mazuri. Ili upate vizuri lazima uwe na East West. Ili uwe na East West lazima uijue East West, si ndio? Hii nyanya mnayoona hapa inaitwa ni Dhahabu F1. Na napenda tu niseme kwa uchache kwamba kwa nini nimechagua mbegu ya Dhahabu F1, lakini pia ni kwa nini nimechagua kilimo cha bustani. Kilimo cha bustani ni ajira kama ajira zingine. Ninachoweza kuwashauri vijana wenzangu, unaweza kuwa upo hapa ukafikiria kwamba mimi nifanye kitu gani, lakini pia ukawa unashinda mitaani kwa kukosa kazi. Kumbe kazi ni nyingi, fursa ni nyingi. Taifa letu hili la Tanzania tunayo mashamba mengi sana tumejaliwa yenye rutuba. Na hivyo tuna fursa ya kuifanya kwa ajili ya kufanya kazi zetu za bustani. Bustani ni kilimo kizuri sana, ni cha muda mfupi. Mimi hii nyanya mnayoiona ni Dhahabu F1 ambayo nimeelekezwa na wataalamu. Mwanzo nilikuwa nikilima mbegu hizi za kawaida ambazo kwa wastani wa kawaida nilijikuta nina hasara kubwa sana kwa ajili ya mafanikio yanayotokana na hizo nyanya. Lakini Dhahabu F1 ni nyanya ambayo ukihudumia vizuri mpaka hivi mnavyoiona. Na sasa nimeivisha sio kwa muda mrefu kwamba ni kilimo cha miaka mingi, miaka miwili kusubiri, hapana, ni muda mfupi tu. Kwa hiyo ninachoweza kushauri tu kwamba vijana, naomba tujiunge na kilimo, lakini pia mbegu bora zinapatikana katika kampuni ya East West Seed. Hawa ni wataalamu wa afya ya mimea, lakini pia ni watengenezaji wa mbegu bora. Naposema bora namaanisha kwamba ni mbegu ambazo zinakinzana na magonjwa aina nyingi. Kwa mfano kama hii Dhahabu F1 inakinzana na mnyauko ambao umetesa wakulima wengi sana. Wengi wameambulia kulima lakini hawajawahi kuvuna. Kwa hiyo ndugu zangu, hii mbegu mnayoona hapa inapatikana kwa kampuni ya East West Seed. Maandalizi niliyofanya katika shamba hili ni kuandaa shamba kabla ya wiki 3 kupanda. Lakini tena baada ya maandalizi niliweka samadi. Samadi, zipo samadi ya aina nyingi. So lazima utumie samadi ya kuku, ya mbuzi, lakini zipo aina ya samadi nyingi. Mimi nilitumia binafsi samadi ya ng'ombe, ambayo naona imenipa matokeo mazuri. Na baada ya kupandia samadi ya ng'ombe, baada ya siku 3 niliweka mbolea ya aina ya NPK Otesha. Baada ya siku 14 niliweka mbolea inayoitwa NPK 1717. Na baada ya siku hizo 14 niliendelea kuweka mbolea za matunda, za maua na matunda, za kushavusha maua na matunda kwa ajili ya kubebea matunda. Nikaweka Naturable na Winner. Mtazamaji wa TBC1, hasa mtazamaji wa Kesho Bora, bado tungali hapa Busunzu tukiendelea kutazama mafanikio ambayo yapata mkulima huyu Shani, na hilo alikuwa akizungumza na wakulima wenzake na kuambia namna gani amefanikiwa, lakini pia amewapa ushauri. Kabla ya mtaalamu kutoa neno, ni vyema tukaribishe wananchi wa wakulima hawa, kama kuna mtu ana swali kwa ajili ya mkulima huyu, ili baadaye pia mtaalamu kutoka East West Seed aje hapa kwa ajili ya kutoa maelezo mazuri kuhusiana na namna bora ya kuandaa shamba kama hili, hasa kwa kutumia mbegu ya Dhahabu F1. Tunasema kwamba ni mgodi ambao hakika hautokuangusha hata mara moja. Moja kwa moja, wakulima wenzangu, mimi nitakuwa mkulima baadaye, mwenye swali tafadhali. Napenda kumuuliza hivi, katika kilimo chake chote kinachokifanya katika kampuni hii, mafanikio yake anayaona, faida zake atazipata humu ndani kwenye hili shamba, ili tuhakikishe na sisi tuweze kuhamasika? Mimi
nimesikia kwamba kuna utaalamu ambao umetokea kwa ajili ya kilimo cha nyanya na mimi nikavutwa kuja kuona. Sasa madhao ambao wametuambia kwamba yanapamba mpaka hali hiyo walioisema sijui nyanya 70. Sijaiona, ndo tulikuwa tunaulizana na huyu. Sasa hujaiona, umekwenda kutazama kule ama hujaona namna gani? Tunaona matunda yaliyopo sio mengi sana. Halafu tukimuuliza kwamba nani hizo dawa alizokuwa anazisema ambazo amezitumia, gharama kufikia hapo hajasema amepata gharama ya shilingi ngapi. Kwanza nimpongeze huyu mkulima ambaye anapambana na maisha, kwa sababu vijana wengi sana tumekuwa na dhamira potofu kwamba ajira hazipo, lakini ajira zipo tunaziona, na hii ni fursa mojawapo ambayo huwa kila kijana anataka pambana nayo ili ajikomboe kwenye maisha yake. Mimi ninachokiona changamoto ya maisha tulionayo sisi wa Tanzania huwa ni masoko. Masoko kweli mwananchi unaweza kupambana na nguvu zako ukajitahidi kupambana, lakini unajikuta hii nyanya hii unaiona jinsi inavyopamba na meremeta, lakini unaiuza kwa bei mbaya. Kwa hiyo tunaomba sasa hii West East Seed watu hakikishie East West Seed watu hakikishie masoko ambayo tunaweza tukauzia ili tukapata mitaji mizuri, tukawa na sina maisha mazuri kama wafanyakazi wengine, jinsi tujiti wafanyakazi. Napenda kumpongeza mkulima ambaye amejitabisha kwa kazi hii na kupata elimu, pia akafanikiwa mafanikio kama hivi tunavyoyaona. Lakini napenda kumuuliza swali, je, kule tumejifunza kwamba kuna udongo wa chumvi, udongo wa magadi. Wewe ulipoandaa ulimtafuta mtaalamu akaupima udongo una kuangalia kwamba huu udongo unafaa kwa kilimo hiki na kilimo hiki? Napenda nieleweshwe hilo au tueleweshwe wakulima. Asante. Asante. Natamani kuendelea kupokea maswali, lakini kutazama hali ya hewa, kuna mvua inakuja muda mfupi ujao. Tumsikize mkulima kisha tumsikize mtaalamu, na mara baada hapo tutaendelea zaidi. Karibu Bwana Shani. Kina mama nyinyi ni wapishi wazuri kabisa na mnakuwa mnakwenda kuhemea wenyewe magengeni ama masokoni. Nyanya moja kama hii unanunua shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Kwa hapa na shilingi ngapi? Katika shamba zima na shara kiasi gani? Kwa hesabu za haraka haraka. Mafanikio tumeona kama nyanya moja shilingi 500. Hapa na 1500. Ana nyanya ngapi shambani? Ana kiasi gani cha fedha? Sasa mje mkope. Kawekeza. Wangapi wapo tayari kujumuika na Bwana Shani katika uandaaji wa shamba lijalo? Nyosha mikono. Wangapi wako tayari? Tusikie na sauti au kuna wivu naingia. Wangapi wako tayari kuungana na East West Seed? Wote tuko tayari. Wangapi wako tayari kulima kilimo cha faida? Wote. Wangapi wako tayari kufaidika kutokana na kilimo? Wote. Sasa tuko na mtaalamu hapa, tuzungumze naye. Pita kwa hapa, tuambie katika kwa ufupi kama mvua ijaja, katika namna bora ya kuandaa shamba, hasa shamba darasa hili ikiwa ni sehemu mojawapo ya kurejelea. Nianze kwa kujibu swali la mkulima aliyeuliza kwamba katika elimu tuliyokuwa tunawapa, tumwambia kuna uwezekano nyanya ikitunzwa ikapata matokeo kuanzia nyanya 70 kama mtu ameferi, lakini ikaenda mpaka 200 endapo atatunza vizuri. Ndugu wakulima, kwenye nyanya hilo linawezekana, na mpaka hapo unapoiona. Kwanza nyanya imepitia changamoto nyingi. Tulipitia msimu mgumu ambapo kulikuwa na uvamizi wa vithiripi ama wadudu wanaitwa thrips waliopelekea kuanza kuathiri. Ndio maana ukiangalia hapa tumetumia njia nyingi sana, ikiwemo kutumia stick card ama hizo kadi za njano unazoziona hazijawekwa kwa bahati mbaya, ni kwa ajili ya kunasa hao wadudu. Kwa hiyo nyanya ikianza kushambuliwa, kuna wakati inaanza kupata changamoto. Sisi kama wataalamu tuliliona hilo na tukamshauri mkulima, ndio maana leo kafikia hapa. Na uhakika kuna wakulima hawajafikia hapa na vilio ni vingi mtaani. Tunaposema ina matunda 200, hauwezi ukakuta matunda 200 kwa pamoja. Maana yake hii nyanya ina uwezo wa kuvunwa mpaka miezi 4. Ndio kwanza leo hata mwezi wa kwanza wa mavuno hatujafika. Kwa hiyo bado tuna muda mrefu huko mbele wa kuvuna, na ukiangalia ndio kwanza nyanya ina maua juu. Na maua haya ili yaendelee tunatakiwa tutoe huu mzigo wa chini. Kwa sababu mmea una tabia ya kurutubisha mtoto. Na mtoto wa mmea ni nani? Mtoto wa mmea ni mbegu ambayo imo ndani ya hilo tunda. Kwa hiyo tunda likiwa limeiva, chakula chote bado kinakuwa kinaenda pale kwenye mbegu. Mtaalamu kata hilo labda ni kuonyesha kitu kimoja kama hata hizi. Wakulima
kaeni na mimi mnitazame na kitu ambacho naonyesha. Tunazungumzia nyanya 200 katika shina. Unaona hizi na hizi tayari kwa ajili ya kuvunwa. Kuna nyingine zitakuja zitaiva, zitavunwa. Kuna nyingine ndio hivi, unaona matoleo haya bado changa kabisa. Zitaiva, zitachumwa. Mama Samia mbele, Samia mbele mbele. Mama Samia mbele, Samia mbele mbele. Mimi naitwa Maimuna Omari Kanga, natoka kijiji cha Kashi, mkoa wa Manyara. Na mbegu bora. Kwanza moja ni shukuru East West kwa kufanya kazi na sisi wakulima wadogo. Wanatuwezesha kielimu, wanatufunza bure. Hatulipi gharama yoyote katika mafunzo yao. Wanatuwezesha bure na wanatupa mbegu. Tunalima mboga na kila kitu. Kwa hiyo tunawashukuru sana East West kwa kutufanyia hivyo, na tunaomba waendelee kutufunza mafunzo ya aina mbalimbali kuhusu kilimo cha mboga, magonjwa na kila kitu. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Tunawaombea Mungu na waendelee kutufundisha zaidi na zaidi ya hapo, kwa sababu tumeona mafanikio ya East West. East West CD mbegu bora kwa mapato mazuri. Wewe unatimiza ndoto zetu. Kuna kilimo cha mazoea, lakini kile ambacho tunafanya TBC, mkulima alime kwa faida, kwa sababu Tanzania ama serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wanahakikisha mkulima ananufaika kwa kilimo ambacho anafanya. Na tumekuwa hapa na wataalamu kutoka East West Seed ambao ni wauzaji na wasambazaji na wataalamu wa kutoa elimu ya namna bora ya kulima kwa mafanikio. Kutoka hapa wilaya ya Kibondo, mkoa wa Kigoma. Mimi ni Maulid Kambaya. Tuambie tu kwamba endelea kufuatilia Kesho Bora kutoka TBC1, utajifunza kulima vilimo mbali. East West wana mbegu nyingi. Kwenye nyanya tu kuna dhahabu, kuna imara na kuna kipato. Zote hizi ni aina ya nyanya ambazo zina mafanikio makubwa sana. Tukamia kwamba endelea kutazama TBC1, ukweli na uhakika. Tanzania hatukuwaza hata siku moja mchele wetu tutakuta kwenye shelf za supermarket za Ulaya. Parachichi zetu tutazikuta.